siku kabisa tunakutana tena ndani ya exclusive interview kama ilivyo ada, lakini leo ni siku fulani ambayo tumekuja kitofauti kidogo kwa sababu tumefunga safari kuja kumtembelea Vensa Temu ambaye unaweza kumfahamu kama ni mchoraji ambaye ana kipaji kikubwa sana. Kuthibitisha hilo, kwa upande wangu hapa unaweza kuona picha ambazo amezichora yeye kwa mkono wake mwenyewe. Kama hii hapa picha ya Nifa pamoja na rapa Rosary. Kitu gani ambacho kimetuleta hapa? Tunataka tuweze kufahamu kuhusiana na karia yake ya uchoraji, namna ambavyo ameanza, lakini pia tuweze kutuelimisha kwa namna ambavyo sanaa ya uchoraji inakwenda kwa hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Abdulaziz, unaweza kusalia nami mwanzo mpaka mwisho kwa ajili ya kuweza kufahamu yale yote ambayo unapaswa kuyafahamu. Karibu sana. Poa sana. Kama Poa kabisa. Vensa Temu. Vensa Temu. Bana, mimi nakufahamu kama mchoraji kwa ujumla, tunaweza tukasema hivyo. Pengine labda unaweza ukajitambulisha zaidi kwa Watanzania kufahamu kama nani? Mimi ni mchoraji, ni mwalimu wa uchoraji na ni graphic recording artist. Sasa Kiswahili chake hicho sijakijua bado, lakini nafanya hivyo vitu vitatu. Sana uchoraji na mwalimu wa uchoraji. Bana, mimi ni miongoni mwa watu ambao nataka nikupe maua yako ingali uko mbele yangu hapa. Kazi ambayo unaifanya ni nzuri sana, inavutia. Mtazamaji mwenyewe pia anaweza kaiona hii hapa ambayo tunaiona ya Rosary. Kwanza, hii ni penseli ambayo unatumia kuchorea ama? Hii ni penseli chako. Penseli ya mkaa. Kwa ni chako, pencil na penseli za kawaida ambazo zimetengenezwa na graphite. Kwa ni za kawaida kama zile HB ambazo unazijua. Ni hizo pamoja na chako. Na sehemu zingine natumia pastel za rangi kama hizi sehemu zenye nguo ya rangi huko. Na picha kama hii ambayo tumeiona hapa, unaweza kuchukua muda gani kuikamilisha? Sasa inategemea na vitu vingi mpaka picha kukamilika. Muda wa kukamilika inategemea kwanza na vibe langu mwenyewe. Nikiwa na vibe sana inatakiwa iishe haraka. Kama na vibe nayo nione, alafu ni rahisi. Lakini kuna muda mwingine inachelewa kuisha kulingana kwamba target labda huo mchoro unaenda wapi. Kwa kuna masoko inaenda wapi hiyo kazi. Kwa inategemea na vitu kama hivyo, size, ukubwa wa picha. Lakini kwa haraka nadhani ndani ya wiki mchoro wote mara nyingi unakuwa umeisha. Kuna vitu viwili ambavyo vinakuwepo. Kuna kipaji na hobby. Talent and hobby ni vitu viwili tofauti. Kwa upande wako hapa tunakuweka wapi? Mimi nipo kwenye ni kipaji. Unajua ukiweka hobby, wewe unaweza ukaona hobby uchoraji, lakini sasa hivi unanioje hapa. Kwa hiyo hobby ni kama masiara fulani. Lakini ikishakuwa ni kipaji, unaweza kubadilisha kuwa kazi, ikaingiza hela. Kwa hiyo mtu hobby imekaa kama unapenda tu, lakini sio unapenda, ni unapenda. Kwa mimi nadhani niko kwenye kipaji alafu nimekibadilisha sasa kiwe kazi alafu kiwe maisha pia. Ni lini ulianza rasmi kufanya hii kazi ya uchoraji? Mimi sinaga siku rasmi. Yaani sijawahi kusema sasa ndo naanza kuwa mchoraji sasa kuanzia leo na kuendelea. Ni nadhani muendelezo, kwa sababu hata wewe ulipokuwa mdogo ulikuwa unachora sana katuni. Kila mtu alikuwa mchoraji alipokuwa mtoto. Ni kwamba tu nafikia mahali unaacha kulingana na sababu tofauti. Sasa mimi naweza kusema labda nimebahatika, nimeenda na huo mfumo kwamba kila siku nimejikuta naendelea bila kuacha. Kwa hiyo lakini sina siku rasmi ambayo nilisema sasa ndo nakuwa mchoraji. Na so far ni kitu gani ambacho kilikupush sasa? Kwa sababu naamini tunaweza kusema katika namna moja ama nyingine itari ni biashara yako ambayo unaifanya. Kuna vitu vingi sana ambavyo vipo, labda mtu anaweza kadhani nitakuja kuwa daktari, nitakuja kuwa mchezaji mpira, mwimbaji nini. Power ni kitu gani ambacho kilikupush kwa sababu mimi nachagua njia yangu ya uchoraji, sitaki kingine? Ama kuna kazi nyingine ambayo unafanya tofauti na hii? Hamna. Kazi naifanya labda nikiwa nafundisha, lakini nafundisha uchoraji. Kufanya kazi nyingine natamani ila ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu hiyo kazi nitafukuzwa tu ndani ya muda si mrefu. Kufanya kazi nyingine ni changamoto kwa sababu ukishakuwa mchoraji kuna msukumo tu na kuwepo ndani yako, unahitaji uwe unafanyia kazi kama wewe ni mchoraji. Sasa
kazi nyingine labda useme kwa baadaye niwe na biashara zangu. Hiyo nadhani itawezekana, lakini kusema kazi kwa mfumo kwamba umeajiriwa ni ngumu sana, na mfumo wetu wa ajira wa Tanzania ni kwamba nitakiwa muda mwingi uspendi ukiwa kazini. Alafu bado na mimi nahitaji pia muda mwingi pia ni spendi nikiwa nachora. Kwa hiyo kwa kuajiriwa inakuwa ni ngumu. Na kilichonisukuma, uliniambia kilichonisukuma kilichonisukuma nadhani ni hii ndo sehemu pekee ambapo naweza kuweka mawazo yangu. Yani ndo sehemu ambaye natoa vitu vyangu kichwani alafu nikaviweka hapa. Na ile amani pia, unakuwa na amani kwamba kitu ambacho unakivutia picha kwenye akili unakitoa nje, na watu pia wanaweza wakakifurahia. Kwa hiyo kuna ile amani unaipata, mawazo yako pia yanafikishwa kwa njia ambayo sio lazima uongee ili ufikishe, unaweza ukafikisha umekaa kimya tu. Nadhani ndio inakusukuma zaidi. Vingine vinaongezeka mbele kama kipato, swala la hela, hayo ni matokeo tu. Kwa sababu kija kwa sababu ya hela una hati ya kuacha. Kwa sababu ukikosa hela maana yake utaacha. Lakini hayo ni matokeo, sasa ndio hela inakuja na vitu vingine. Lakini matokeo ya hela tumeyaona sofa mpaka sasa. Matokeo ya hela yapo, ndio maana tunaweza kuitegemea sasa hii hapa kama kuendesha maisha. Na labda kwa faida ya mwingine, kwa sababu kuna kijana yupo nyumbani sasa hivi ana kipaji cha kuchora, lakini anaweza kaona kumbe kuchora sio mchongo. Lakini umesema kwamba kumbe maokoto yanapatikana tu vizuri. Hela inapatikana vipi kwako? Hela inapatikana kwa asilimia kubwa nikichora hivi nikaweka mtandaoni, maana yake watu watapenda niwachoree pia kama hivi. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo mtu yoyote hata kama anaanza kuchora anaielewa kwamba ukimwambia ukichora mtu akipenda atataka ainunue au aandaliwe kama hiyo. Nadhani hiyo ndio njia ya kwanza kabisa kuliko zingine. Njia zingine labda nikiwa nafanya maonyesho. Kwa sababu unaandaa kazi na kuwe na ujumbe fulani, unashiriki maonyesho, baada ya maonyesho mtu akipenda anaweza akanunua. Hiyo pia ni njia nyingine. Lakini pia kwa mtandaoni kuna wengine wanatengeneza hela mtandaoni. Ukiweka content zako mtandaoni watu wakazipenda, unaweza pia ukatengeneza hela. Njia ziko nyingi naanza kutengeneza hela kwenye sana, nyingi sana. Wengine ni wanafanya graphic design, wa graphic designer wale. Sasa design yoyote nadhani ukiwa mchoraji, wewe unaweza ukadesign kitu kizuri zaidi afu kikaweka kwenye kompyuta kikatoka. Inacho tofauti kuliko ukakaa tu kwenye kompyuta kaitengeneza alafu haukuwa na background ya sanaa. Kwa mimi naona fursa zipo nyingi tu kwenye sanaa. Ulishawahi kufanya kazi na mtu yote maarufu, msanii wa muziki au mwigizaji? Tunafanyaje kazi mfano na mwigizaji? Yaani kwa mfano anakupa kazi, bwana nichoree picha fulani. Yaani hisi labda collab sasa. Hapana, yani ufanye naye bwana nichoree picha fulani na nini. Kwa wasanii zamani nilikuwa nafanyaga kazi za wasanii sana. Na wengine kweli wanakuomba, ila kwa wanavyokumbuka wasanii wanapendaga tu, hata akikutafuta yeye anataka umfanyie kama zawadi. Hiyo wage na kwaza. Lakini msanii ambaye amenitafuta kwamba ananitafuta kama mteja wangu ni anilipe, kwa kweli sina kumbukumbu hizo. Ila kufanya nao kazi, kuna kipindi kuna media niliwahi kufanya naye kazi, sio vizuri nikahitaja, lakini walikuwa wasanii wao na wachora, wao wanapeleka kama wao. Mimi wanasema tu nimechora na fulani, wanaipeleka. Nimechora nao sana baadaye nikaacha. Labda kwa mfumo huu. Ila kwa sasa hivi si nachokifanya, nachora watu ambao wanapendwa na Watanzania. Kwa hiyo nachokifanya na wauliza tu niwachoree nani mtandaoni, wanayemtaja sana, mimi naenda kumchora. Labda sasa huyo akipenda atanitafuta, atamuuzia, lakini sina intention ya kuchora ili niwauzie au nini. Anachora ili nibaki nazo tu. Ila labda akinitafuta wao ndo nawapatia. Ni picha gani ambayo umeichora sofa na ikateka hisia za watu wengi, yani watu wakawa wameipenda labda kwa siku za hivi karibuni, kwa sababu umesema kwamba unaweka hisia zako na kuna ujumbe ambao unatuma? Ni picha gani ambayo watu wengi sana waliipokea vizuri?
Walioipokea zaidi naona ni ya Nifa na Bongozozo. Ya Nifa ilikuwa ina hisia tu ya kutia huruma. Nilichagua tu picha ambayo nimeikuta mtandaoni imepigwa. Mimi nikaichukua nikaichora tu kama ilivyo. Ila nilichagua picha ambayo ina hisia. Kwa hiyo watu wakawa wanaipenda kwa sababu ilikuwa ina hisia. Na Bongozozo nadhani kwa sababu ile anapendwa na watu tu. Nadhani watu wengi wanampenda ule ucheshi wake. Na jinsi alivyojitolea kwenye mambo ya nchi. Kwa hiyo hizo mbili naona kama zimependwa zaidi na watu. Na niliona pale Hanifa ulikuwa unaanza kwa sasa hapa kuna post yako moja nikapitia ukasema ngoja tuanze kuchora nywele kwanza na kitu vingine. Kwa mfano ile ulichukua muda gani kuichora? Mpaka ikakamilika yote. Nilichukua sijui ni siku moja. Nadhani ndani ya siku moja ile. Sababu ulikuwa unamzuka nayo ni. Ulikuwa unamzuka nayo sana. Ilikuwa nilivyoanza tu kwanza nikaonyesha watu ile sketch. Watu walikuwa wanavyoifurahia nikaona ikanipa na mimi vibe la kusema ngoja niimalize. Mbona watu kama wanaipenda. Kwa hiyo mimi nikapata nguvu ya kuimaliza haraka haraka. Nadhani nilimaliza ndani ya siku moja tu. Baada ya kuchora ile picha sikumbuki vizuri maana Rose Ndauka alinitafuta kwa muda wake. Sasa sijui ni baada ya kuchora ile au baada ya kuchora picha yangu. Sasa ya kwake I mean. Maana nilimchora na ya kwake. Sasa sikumbuki alinitafuta kwa kipindi gani. Sasa sina kumbukumbu vizuri. Ila nakumbuka tu watu wengi walinitafuta. Au master unakuta wanalinda brand master wanalinda brand bana. Mimi yenyewe natambua hilo. Kwa hiyo nadhani master labda watachungulia tu. Wanaweza kachungulia tu akadondosha hata like pale akaondoka zake. Nifa. Mimi Nifa nilimfahamu kupitia rafiki yangu kabla hata mitandaoni. Kuna rafiki yangu ambaye aliwahi kusoma naye. Ndio aliwahi kuniambia kuna rafiki yangu nimesoma naye sasa hivi anafanya vizuri, ndio nikamwangalia kweli anafanya biashara. Kutokea hapo ndio nikawa nafuatilia. Unajua mtu ambaye rafiki wa rafiki yako ni rahisi kumfuatilia karibu. Kwa hiyo nilikuwa namzingatia zaidi nimwangalie kwa sababu ni rafiki wa rafiki yangu. Japo yeye haezi akajua hilo. Kwa hiyo nilimfahamu kwa njia hiyo nikaangalia, nikawa naona movement zake anazozifanya. Nadhani ameinspire watu wengi sana. Kwa sababu watu wengi wanampenda. Mlishakutana kabla ya kuchora picha? Mimi sijawahi kukutana naye bana. Wala mlikuwa hamna ushikaji? Na Nifa. So tulikuwa hatuna. Sisi hatuna ushikaji. Mimi ndo namjua lakini sidhani yeye anifahamu. Mimi ndo namjua tu mitandaoni namwangalia. Kwa mfano Mtanzania ameipenda ile picha. Sawa. Alafu akahitaji kuinunua kwa sababu Nifa unajua anapendwa na watu wengi sana na mashabiki wengi. Labda mtu anaweza kusema katika namna moja kumsupport mimi nataka niweke nyumbani kwangu. Una uwezo kuiuza? Hizi picha nazochora kwa sasa hivi sihitaji kuziuza. Sihitaji kuziuza. Lakini kwa mfano afu tunaongelea Nifa sana ilitakiwa tuiweke hapa. Nadhani iko topo karibu moja ataileta na yenyewe ili zikae hapa wakae wawili ya Zari na Nifa. Nadhani kwa mchoro wa Nifa sitakuwa tayari kuuza lakini nahitaji tuweke hapa karibu. Naweza kumuonyesha mtazamaji kidogo akaiona. Kwa hivyo mchoro wenyewe hapa. Lakini haifutiki. Haifutiki. Kuna spray ukishapuliza inakuwa haifutiki tena. Hii michoro sina mpango wa kuiuza. Sina mpango wa kuiuza kabisa. Mpango ambao nilionao ni kwamba let's say labda Nifa mwenyewe akahitaji akinitafuta akihitaji nadhani naweza nikampatia kwa sababu yeye ndo mlengwa nilemchora. Yeye naweza nikampatia au kwa sababu yeye ni mtu wa kusaidia watu, ni mtu wa hivyo. Watu wanamuamini kwa sababu anawasaidia watu wengi. Kwa hiyo ikitokea pia namna ambayo mchoro tukauza kwa njia labda ya mnada, alafu hela ikaenda kusaidia jamii. Hiyo ndo njia mimi naitaka mchoro uuzwe. Sitaki nimuuzie tu. Kwa nini mnufaishe mtu mmoja? Unajua issue sio hela. Yaani ukiangalia hela peke yake inakuwa sio vizuri.
Kwa hiyo mimi sioni kama kuna faida kumuuzia mtu mmoja tu kwamba kisa ana hela nimuuzie. Labda iuze kwa mnada, alafu hela ichukuliwe kasaidie jamii. Au labda yeye mwenyewe akitaka kwa sababu ni kumbukumbu yake pia itakuwa nzuri, naweza nikampa. Lakini natamani tu iuzwe kasaidie jamii. Mimi kazi ninazofanya hizi ni priceless. Kazi ambazo unazifanya kwa mapenzi hazina price. Ni mapenzi tu, ndio maana niko tayari kumpata mtu bure. Mfano ya Rosaria kitaka mimi nampata bure tu. Ni kazi umezifanya tu kwa mapenzi, ni priceless. Yeah. Sasa kwa sababu leo tumekuja kwa teacher na uzuri ni kwamba unafundisha kupitia hizi picha mbili. Hii imekamilika asilimia ngapi ya Rosaria? Au ishakamilika tayari? Kamilika kazi za sanaa mara nyingi waga ni unaacha. Yaani unasema nimefikia hapa ndo naiachia. Basi kamilikaji. Kwa sababu hata hii na hii zote nilizofanya nikishika penseli naweza nikaongeza kitu. Ila tu ni kwa asilimia kubwa nimeridhika nayo. Yaani kwa jinsi ilivyo nimeridhika nayo ndio maana nikasaini. Hii nimeridhika nayo ndio maana nimesaini, lakini sio kwamba inakamilika kwa asilimia zote. Ni kwamba unaridhika kwamba kilichofikia hapa nilichokuwa nataka kukiona nimeshakiona. Na umesema kwamba kila picha inakuwa na ujumbe. Hii unaweza kutuelezea ujumbe wake ambao umebeba na hii pia? Nianze na hii huko. Hii picha ya Nifa kwa kila mmoja anavyoitazama anakuwa na maana yake. Kwa nikianza labda na huu mchoro wa Nifa, kwa nikupe sasa maana yangu. Unajua hata wewe inabidi nikuhoji unipe maana yako mwisho wa siku. Na mimi nitajibu Sasa mimi nikupe maana yangu kama mchoraji, ila usije ukafuata maana yangu. Mimi kwa mchoro huu ninavyoangalia namuona ni mtu ambaye ana somehow ame lose hope kidogo. Amegeukia upande huu lakini anaangalia upande huu. Lakini facial expression yake ukiangalia hapa alivyokunja hivi uso, ni kama vile anaelekea upande ambapo hakuna watu wake kawaacha huku wanamwangalia tu, yeye anaenda upande mwingine ambaye sio mzuri picha. Haijalishi anaenda wapi, lakini ni kama vile anaelekea sehemu ambayo hajapenda. Ndio maana unaona facial expression iko kwenye hali ya huzuni, na huku anapoangalia labda ndo kuna watu wake ambao alitamani awe nao lakini hawezi akawa nao kwa muda ule. Kwa mimi ilinivutia hicho, ndio maana nikasema ngoja nichore hii. Sasa wewe nakuja kwako sasa. Wewe unaielewaje? Sasa maana, ili mtu atoe maana ni lazima awe mchoraji au hata kama mtu asipokuwa mchoraji anaweza kutoa maana? Yaani wewe jinsi unavyoelewa ndio inabidi iwe hivyo. Yaani unavyoelewa ndio tunaheshimigi mawazo ya kila mtu. Kwa hiyo lazima uwe mchoraji. Bana, mimi nikiangalia hii picha, kwa sababu sijui hapa anaingia au anatoka, lakini ni kama vile mtu ambaye ana matumaini, yani kapoteza matumaini lakini kuna kitu anakitafuta zaidi. Sijui naelewa. Yani ni kama vile kapoteza matumaini lakini kuna kitu anakitafuta zaidi. Yani kwamba ndio naelekea huku lakini anyway kila kitu kitakuwa kwa mimi ambavyo nimeiona. Na hiyo nimesema hivyo kurelate na mtazamo wa sura yake namna ambavyo amekaa. Sasa unaona kwa jinsi wewe ulivyotoa mawazo yako. Ndio maana hii picha ili trend sana. Ni kila mtu ambaye anaitazama kichwani kwake kuna kitu anacho. Yani mwingine inaweza ikawa ni personal zaidi. Yani unamuona Nifa, yeye amuoni Nifa, yeye anamuona labda binti yake. Amepitiaga hali ambaye labda Nifa anaipitia. Kwa hiyo unaweza ukamchora mtu lakini mtu anavaa ule usika wake na anaumia kama yule mtu anavyoumia vile vile. Kwa watu wamependa kwa sababu wameweza kuengage nayo, wamevaa uhalisia wake kwa muda huu na kujua hisia zake zinaweza zikawaje. Ndio maana watu wengi wamependa hii. Kwa nini haukuamua kuiweka iwe? Kwa sababu hii ni colorless. Kwa nini umeamua kuiweka hivi na sio colored? Sasa mimi hapa ni mchoraji napendelea zaidi kutumia penseli. Yaani nikishika penseli nakuwa comfortable zaidi kuliko kutumia rangi. Anakuwa nimerelax sana kuliko rangi. Na hivi kwenye ikiwa black and white inakuwa ina maana zaidi kwangu. Kwa hiyo hivi ikiwa black and white ndo
ilikuwa inafaa hata kwa picha yenyewe kwa mimi ninavyoona. Huenda ingekuwa colored hata isingependwa. Hisia ingekuwa haina. Ingekuwa imepungua labda kidogo. Alafu kingine ndio hicho kama nilivyokuambia, niko comfortable zaidi kutumia penseli kuliko rangi. Kitu kingine ambacho kimenivutia kwenye hii picha, ukiangalia nywele, unajua mtu kikaa kwa hapo unaweza kutamani uvute, yani zimechanuka kabisa kama ilivyokuwa kwake. Ni penseli hiyo kote uko paka kwenye nywele nini, maana kama kuna mvimvi hivi kama mvimvi. Sasa kwenye nikisema picha nimeichora kwa kutumia penseli, haimaanishi unashika penseli mwanzo mwisho. Ni kama mtu ambaye anachora kwa rangi, ana visaidizi vingine, anaweza kutumia rangi, kuna brush labda ndogo na kubwa, na kuna rangi tofauti tofauti, nyeupe, nyeusi, nyekundu. Sasa kwa sababu penseli si tunaitumia ni nyeusi peke yake, tofauti na mtu wa rangi ana option nyingi. Kwa hiyo tunakuwa tuna vitu vingine kwa ajili ya kutengeneza rangi nyeupe. Kwa hiyo ukiachana na penseli ambayo ni nyeusi na rangi nyeupe, penseli nyeupe ambayo inaweza nikapitisha sehemu ambazo zikaonyesha mwanga, na vifaa vingine kwa ajili ya kusambazia penseli vipo. Kwa hiyo kuna vifaa vingi ambavyo vinaambatana na penseli ili mchoro ukamilike. Hapa tumemaliza Nifa. Tukimcheki Rosa hapa. Tukija hapa kwa Rosa, au hapa Rosa nianze mimi. Kwa jinsi nilivyoona. Hii shuka la Kimasai. Si ndio? Hapa ni kama binti ambaye kwanza anajiamini kwenye kile ambacho anakifanya. Alafu amevaa uasili wa mimi ni Mtanzania. Iko straight. Na labda tu cha kuongezea, kama ulivyosema ni kwa sababu kimuona unamuona ni Mwafrika, amekaa kiafrika zaidi. Cha kuongezea tu ni kwamba saa nyingine kwenye kuchora unaweza ukachora alafu kuna kitu ukakosea, kwenye kukosea ndo ukafurahia kosa. Mimi nilichofurahia zaidi kwenye hii picha, ukiachana hizo nywele, nilipenda ili shuka la Kimasai. Ni shuka ambalo halina uhalisia, limekaa kama magome ya miti. Ni gumu lakini litakiwa liwe jepesi. Lakini kwenye kukosea huko nikaona hii sitairekebisha, nitaacha hivyo. Kwa sababu kwangu mimi ikanipa maana nyingine tofauti. Ndio hii hapa nakwambia sasa. Unajua kabila ambalo limebaki strong sasa hivi ni la Masai. Ndio liko strong kuliko makabila mengine. Sidhani kama kuna kabila linawazidi wa Masai ambao wanashikilia bado culture yao. Lakini kwenye hao Masai bado kuna ambao wanapungua. Yaani kuna ambao akija labda huku mjini, alikuwa labda Masai anaanza kubalika kidogo kidogo, anaanza kuvaa viatu vya kawaida kama sisi, anaanza kuvaa shati na suruali siku moja, baadaye anaweza akaacha ile culture yake kabisa, kwa sababu akiangalia watu wengi huku tunamuinfluence. Ile influence ya watu wengi anaipata mpaka anaachana na culture yake ambayo ilitakiwa itunze. Sasa hii nguo jinsi ilivyokaa kama magome, kama inavunjika, ndo culture jinsi inavyozidi kuvunjika pia. Kwa hiyo nikasema jinsi nilivyokosea ikawa hivi, na iacha kwa sababu mimi binafsi imenipa kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndo nataka nikuongezee. Na hii ndo saini yako ambayo tulikuwa tunazungumzia. Hii ni sign tu, so ile ambayo nilikwambia nataka iwe logo. Ile kuna namna naandika na icharazia kidogo, inakaa vizuri. Hii nimeandika ili isomeke, ile kuna namna mtu anaweza siisome vizuri. Ila saini yangu ya michoro naandika tu Vensa na mwaka basi. Shukran sana kwa time yako. Kitu kimoja ambacho nimeondoka nacho afu utaniambia kama ni sahihi au nakosea, ni kwamba kupitia art ya uchoraji watu wanaweza kupata ujumbe. Yaani kwamba kuna kitu ambacho nakiwaza, kutamka unaweza kuwa unashindwa, lakini kupitia picha unaweza kufikisha ujumbe. Hiyo ni kweli. Yaani ndio njia pekee ambayo unafikisha ujumbe bila kuongea. Unakaa kimya afu ujumbe wako unafika na mtu ataamua aeleweje, kwa sababu haumwataki mtu. Wote ukiamua kuattack ni wewe umeamua kufikiria hivyo. Lakini huwezi jua mimi nimechora kwa malengo gani. Kwa hiyo unawagusa watu tofauti tofauti. Hata kama ukumchorea kwa lengo umguse, unaweza kumgusa hivyo hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa wale ambao wanataka kujifunza sasa, wanakupataje? Mawasiliano yako ama location unapatikana wapi? Kwa wale ambao wanataka kujifunza, nafikiria kuwa na darasa, kwa sababu wameshanitafuta wengi. Kwa hiyo nafikiria niwe tu na darasa kabisa ambalo nitawatangazia tu ni wapi, alafu watu watakuja. Lakini darasa la moja nimesitisha.
Kwa hiyo nasubiri tu niwe na darasa la pamoja, alafu nitawatangazia ni wapi na kuja nawafundisha. Hamna limitation ya umri? Limitation ya hapana, kwa sababu mtoto mimi namhitaji nimfundishe, kwa sababu mtoto ndo namuandaa vizuri baadaye. Ambaye ameshakuwa pia natamani nimfundishe. Wewe sema tu labda itatofautiana, kwa mtoto utaweka userious kwa sababu ndo unampika. Mtu mzima mara nyingi na anakuja kuenjoy tu. Anakuja kuenjoy tu, kufundisha serious. Labda mwingine anapenda tu na shiriki siku moja moja. Kwa hiyo mimi natamani wafundishe wote, nifundishe watoto, nifundishe vijana, hata watu wazima niwafundishe ambao wanataka tu kuenjoy na wao. Bana, shukran sana na asante sana kwa time yako. Karibu sana ba.